Mandhari yenye kuvutia machoni iliyopambwa na maua mazuri yanayovutia viumbe hai, ndege wenye rangi za kuvutia na wadudu warukao angani, inakuonesha hali halisi ya kazi za mikono ya binadamu. Kuandaa eneo hili ni kivutio maalum kinachozalisha vijana wanafunzi wa shule ya awali na msingi wenye weledi kitaaluma. Hapa ni katika kijiji cha Salala kilichopo katika mji mdogo wa Mbalizi, wilayani Mbeya, mkoani Mbeya. Ni kilomita 10 kutoka barabara kuu ya Tanzania na Zambia, Tanzam, na kilomita 15 kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe, na kilomita 5 tu kutoka hospitali teule ya Ifisi iliyopo katika mji mdogo wa Mbalizi, wilaya ya Mbeya, mkoani Mbeya. Hapa ndipo ilipo shule ya awali na msingi ya Paradise Mission. Shule hii ya awali na msingi, darasa la awali hadi darasa la 7, inachukua mitaala ya kisasa ya NECTA, ikichukua masomo ya darasani na yale masomo ya amali ama practical, ukiwa na masomo ya ujuzi mbalimbali kama vile masomo ya kompyuta, ushonaji, mapishi, ufugaji, muziki na kilimo. Awali alifahamika katika jamii ya watu wa mkoa wa Mbeya kama mdau wa maendeleo, maarufu kama mtoto wa mama ntilie. Ndiye mkurugenzi na mmiliki wa shule hii ya Paradise Mission, Nele Masilela. 2018 ndio mwaka ambao shule hii ilianza kujengwa. Kwa muda wa miaka miwili hadi mwaka 2020 ndipo iliposajiliwa rasmi, na hivi sasa ikiwa na umri wa miaka 5 katika utoaji wa taaluma bora inayovutia na kuwa kimbilio kwa asilimia kubwa wazazi hapa nchini. Paradise Mission, kwa namna ambavyo tumeiweka, madarasa yake tumeyaweka yaongee, nje tumeweka kuongee. Tunaita ni shule ambayo kwa Kiingereza inaitwa multi-purpose. Au ukiingia unaweza usijue kama ni shule, ukawa na definition nyingine, maana nyingine, lakini ukweli ndio shule. Tunafundisha usafi wa hali ya juu, kwamba mtoto akiwapo hapa, hata nyinyi mlivyoingia mmeona hakuna uchafu wa aina yoyote, kuanzia maliwato maanake vioni mpaka wanakolala maanake bwenini. Hii tunataka kumfundisha mtoto wa msingi anapaswa kufundishwa misingi ya kukua kwenye afya, misingi ya kukua kwenye maadili. Ndio maana kila jioni au asubuhi tunaanza na ibada. Watoto wote tunaweka eneo moja, wanasali, wanamwabudu Mungu kabla hawajaingia madarasani, na walimu na wafanyakazi wengine. Jioni kabla watoto hawajaenda na ratiba zingine, wanakwenda kujifunza au kwenda kupata seminar ya makuzi ya neno la Mungu. Maana yake nini? Tunahitaji watoto wenye nidhamu. Dunia leo inahitaji watu wenye nidhamu. Pamoja kwamba unaweza kawa unataka kufanikiwa, lakini kinachofanikiwa ni tabia na nidhamu. Tabia inatufanya sisi tufanye vizuri zaidi, kwa sababu nidhamu ndio itakaowauza watoto wetu kwenye dunia ya leo. Hata kama watataka kujitegemea baadaye, kujiajiri kwa mfano, huwezi ukajiajiri kama huna nidhamu yako binafsi. Tunaita nidhamu binafsi au self discipline. Lakini mfumo wa self discipline ni wa malezi. Malezi ni tabia, yanatoka kuanzia mtu anajifunza nini, anaona nini, anataka kufanya nini. Tumetengeneza kitu tunaita kauli mbiu, nguvu ya tabia, power of behavior. Power of behavior ni hadithi ya kwamba unaweza ukawa na kila kitu, lakini kama huna nguvu ya tabia. Nguvu ya tabia manake ni ushawishi. Nguvu ya tabia manake ni nidhamu, usikivu na kuyaendea mambo kwa namna yanavyokuja. Kwa maana kuna mahala hupaswi kwenda kwa pupa. Kuna mahala ambapo hupaswi kwenda katika hali ya kwamba baada ya kufaulu au baada ya kusoma au baada ya kutoka nyumbani ukafikiri kwamba dunia iko hivyo ulivyotoka nyumbani. Tabia tunayoifundisha kwamba utabadilika kulingana na mazingira unayoyapata. Ukitoka Mbeya ukaenda Morogoro, utawakuta watu wa Morogoro wanavyoishi, utaishi kulingana na watu wa Morogoro.
Ukitoka Mbeya ukaenda Dar es Salaam, utawakuta watu wa Dar es Salaam na watoto wa Dar es Salaam wanavyoishi, utabidi uishi kulingana na watoto wa Dar es Salaam. Uwezi ukasema mimi nataka kuishi kama nilivyoishi Mbeya, maana yake maisha ya Dar es Salaam yatakushinda. 2018 ndio mwaka ambao shule hii ilianza kujengwa. Kwa muda wa miaka miwili hadi mwaka 2020 ndipo iliposajiliwa rasmi, na hivi sasa ikiwa na umri wa miaka 5 katika utoaji wa taaluma bora inayovutia na kuwa kimbilio kwa asilimia kubwa wazazi hapa nchini. Kufika Januari tutakuwa tumetimiza miaka 5 ya operation ya kufanya kazi kwa shule yetu. Na bahati nzuri wakati tunaanzisha tulianza na madarasa yote. Kwa hiyo 2022 tulitoa darasa la 7 wa kwanza na darasa la 4 wa kwanza. Darasa la 7 wa kwanza wakapata A iliyo bora, na la 4 vivyo hivyo wakapata A iliyo bora. Mpaka tunapoongea hivi shule yetu ina rekodi ya kutoa matokeo ya A iliyo bora mpaka ninavyoongea hapa sasa. Miaka yote tumetoa madarasa la 7 mara 4 na la 4 mara 4. Naamini hii sio nguvu yetu, ni nguvu ya tabia ya watoto wetu, nguvu ya tabia ya wazazi walioleta watoto wao hapa. Maelewano na mawasiliano bora kati ya wazazi na shule, mahusiano bora kati ya shule na wazazi yamesababisha watoto wetu wote wafanye vizuri. Maana yake nini? Sisi hapa ni center. Mzazi ameleta mtoto, kazi yake yeye ni kutuletea sisi mtoto na sisi kuongea nao moja kwa moja. Kwa hiyo leo 2025 tunaenda mwishoni, tumetimiza miaka 5 ya operation ya shule yetu. Shule yetu kwa mkoa wa Mbeya kwa sasa ndio shule inayokimbiliwa nyanda za juu kusini. Ukiangalia namna tulivyoijenga, tumejenga tofauti kabisa na shule zingine zote. Ukiangalia madarasa yetu tuliyoweka, madarasa yetu yanaongea ni ya kidigitali. Watoto wakiwa darasani wanasoma kidigitali. Wana kitu ambacho kinawasumbua, wanaangalia kwenye media. Tunatumia media kufundisha, tunatumia manyo kufundisha. Kwa mwalimu anatumia ubao, lakini mwalimu anatumia TV kufundisha. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Kwa nini tunatumia media? Dunia imebadilika. Inataka watoto waone, si wasikilize tu na si waambiwe. Kwa hiyo kama ni historia, huwa tunawapa ile documentary kabisa inaonekana ya historia. Kama ni swala la science, wanaonesha ile kabisa. Kama ni mzunguko wa damu unaonekana kabisa jinsi daktari anavyofanya. Kama ni swala la operation inaonekana moja kwa moja. Hatua kwa hatua kumekuwa na mabadiliko, na hivi sasa shule hii imekuwa ni ya kutwa na bweni na kupokea watoto kutoka kila kona ya nchi. Kuwepo shule ya kutwa na bweni kwa maana sasa mikoa yote ya Tanzania tuna watoto hapa. Wilaya zote za mkoa wa Mbeya tuna watoto hapa. Songwe tuna watoto hapa. Iringa wako watoto hapa. Njombe watoto wako hapa. Dar es Salaam wapo watoto hapa. Zanzibar, mimi na watoto mpaka Zanzibar kule. Kwa Tanzania nzima sasa. Kwa badala ya kusafiri kwenda huko, Mtanzania mwenzao ambaye nimetoka kwenye mazingira ya kawaida kabisa, nimewekeza hapa. Na sera ya serikali ni nzuri sana. Ukiniangalia leo mimi Mwasela nimewekeza hapa mkoa wa Mbeya na watoto wako hapa wanasoma. Mabweni mmeona yale na yale mengine yamejaa, mmeona tumeanza kuongeza mabweni mengine. Kwa maana ukiona mabweni yanaongezeka, maana yake uhitaji wa lile eneo ni mkubwa sana. Mmeona madarasa tumeongeza, ukiona madarasa yanaongezeka, kauli mbiu yani maana yake ndogo tu kwamba lile eneo lina ushindani wa mahitaji. Kwa hiyo na tumejitahidi kwamba huduma tulizonazo hapa kule bwenini watoto wetu, na kitu ambacho hawakijui na mimi ndawaonesha pale. Shule yetu ndio ina kisima cha maji ya moto kwenye ukanda huu. Ndawaonesha kabla mjaondoka. Shule yetu ina kisima cha maji ya moto. Watoto wetu wanaoga maji ya moto straight. Yaani hakuna sehemu ambako maji yanachemshwa, maji yanatoka chini moja kwa moja. Tuna maji ya kisima yenye maji ya moto ambayo nikikufungulia hapa ili uyaoge inahitaji uyapoze kwanza. Ndio shule pekee, inawezekana ni baraka za Mungu, ndio shule pekee naamini kwa mkoa wa Mbeya yenye kisima cha maji ya moto. Sio maji ya moto tumeweka hita, hapana. Ya Mungu. Maji ya moto ya Mungu yako hapa shuleni Paradise Mission. Kwa hiyo labda kwa kutumia media hii sasa wajifunze kwamba ni vitu gani unaweza kuviona Paradise Mission. Sisi hapa nje na kufuga
nje na tuna mifugo hapa, tuna kuku, tuna bata mzinga, tuna ng'ombe, tuna kuku. Mtu anasema kwa nini umefuga kuku? Watoto kwenye temu wakati fulani wanahitaji kula nyama na wanahitaji kula mayai. Malipo rahisi ya kirafiki imekuwa ni sehemu ya kivutio kwa wazazi wengi wenye kipato cha kawaida, na huu ndio mtazamo wa mkurugenzi wa shule hii Ndele Mwaselela kwa siku za usoni. Ada yao tumeipunguza awali mpaka pre-unit, tunasema baby mpaka pre-unit, ada yao ni milioni 1 na walipa kwa awamu 4 na unaweza kulipa hata awamu 5. Faida mojawapo ya kwamba unaweza kulipa kidogo huku chini, kwa sababu huyu mtoto atakapoanza darasa la kwanza vile atakuwa na punguzo la karo. Tumepunguza karo shule nzima na niliwaita wazazi. Hii shule peke yake mwaka huu ndio imefanya kikao cha wazazi cha kupunguza karo. Nimewapunguzia karo kila darasa, nimepunguza karo. Niliwaambia wazazi kwamba sasa tukisema tunaanza kuwaongezea karo tutakuwa waongo, kwa sababu kama kujenga tumemaliza. Mmeshatuwezesha tumejenga. Sasa tupowapunguzie makali. Tumewapunguzia makali na tumewaruhusu walipe kwa awamu. Wapo wanaotaka kulipa kila mwisho wa mwezi, mimi sina ugomvi nao. Waje. Wapo rafiki zangu wa bodaboda wanasomesha watoto hapa, wanalipa kila wiki. Mimi naambia njooni. Wewe ukitumbukize 50,000 inasoma ni ile ada ya shule. Ukitumbukize 20,000 ni ile ni ada ya shule. Wewe kusanya listi zako zote zimalize. Kwa hiyo tunao watu hapa wanalima. Mwanzoni hapa walipi ada, wanalipa baada ya kuvuna. Tunaingia nao mkataba. Wapo wanalima Balali, wanalima Sumbawanga, wanalipa. Wao wanapataga hela zao baada ya kuvuna. Uwezo kumwambia Januari hii akupe hela wakati hela yote ampeleka wapi? Shambani. Kwa hiyo tunamwambia peleka hela yako shambani. Alafu mwezi wa 6 analipa ada yake yote ya mkupuo. Wapo wa namna hiyo. Tumeingia mkataba. Na hatuna ugomvi nao. Na tunaendelea tunamaliza nao vizuri. Kwa hiyo tumeweka mfumo mwepesi wa kulipa ada. Ukiangalia hii shule, watu wakiangalia kwa shule kama hizi, labda nataka niwaambie waandishi wa habari. Shule kama hii Dar es Salaam haupati chini ya milioni 10. Lakini hapa ada kubwa ni milioni 2. Ada kubwa ni milioni 2. Lakini shule hii ukienda Dar es Salaam, ukienda Dodoma, shule hii ulivyoiona hivi, na hii structure ndio tuichukua kwa hizo shule, ada yake haipungui milioni 10. Na wanaopeleka pale ni Watanzania. Kwa hiyo mimi naamini Watanzania wana uwezo, kwa sababu kwa nini tumejenga shule za namna hii? Lazima kila mtu apeleke mtoto kwa moyo unaomtaka yeye. Uwezo kulazimisha wote waende eneo moja. Wapo wazazi wanataka watoto wao wakae eneo ambalo kuanzia asubuhi mpaka jioni hataki kuona vumbi. Wapo. Sasa na wenyewe kwa sababu kila mtu ana maisha yake, kwa tumewatengenezea namna hiyo. Kwa hiyo hapa ada kubwa ni milioni 2. Ada ndogo ni milioni 1. Tunapozidi kuenda kuna vitu tunavifanya vikubwa zaidi, kwa sababu hapa tutakuwa na sekondari miaka 2 ijayo. Umaridadi na usafi wa shule hii umekuwa ni sehemu ya desturi katika uwekezaji huu aina yake, ambao ni tofauti wenye kiwango cha kipekee na vifaa vya kisasa vya masomo shuleni hapo. Tumejenga standard, lazima tutofautiane na watu wengine, na ndio maana ya uwekezaji. Tofautiana, watu wakisema unataka standard unaenda Paradise Mission, ukitaka changanyikeni basi tafuta namna nyingine. Lakini ukweli tumejenga standard ili kwa sababu hata shule za serikali kuna shule za watu wenye vipaji na shule ambazo za watu wa kawaida. Kwani hazipo? Sisi tunawatenga. Kwa hiyo msiseme sisi tunatenga, hapana. Tunaweka standard ili watu waje, watoto vile na wenyewe standard kama ambavyo government ilivyofanya, kwamba watu wenye vipaji waende kwenye vipaji. Kwa hiyo wala sio kosa, duniani kote lazima kuwe na utaratibu wa namna hiyo ili kukuza vipaji na vipawa vya watu wengine. Lakini na kuwapa hueni watu kwamba mtu mwingine anapenda kukaa mtoto wake akakae kwenye darasa ambalo lina kompyuta, lina TV, lina kamera, lina nini, lina kila kitu. Sasa zile zina huduma mle ndani. Yule mtu atakaye control kompyuta, kuna mtu atakontrol kamera, kuna mtu huo usafi huu haufanyiki wa kawaida. Pamoja kama watoto wanafanya usafi, lakini usafi mkubwa unafanyika na kampuni. Ulinzi mkubwa hapa unafanyika na kampuni. Kwa hiyo huwezi kusema miaka yote iko hivi standard bila kuwa na gharama. Gharama ipo. Ndio ukiniuliza kwa nini utofauti na wenzako, ndakwambia mimi nimesimamia sana kwenye swala la afya na ubora wa wanafunzi, kwamba mwanafunzi akiwepo hapa asiugue. Hayo ndio mambo ambayo nitaka niwaambie. Kwa hiyo nawakaribisha. Tumeanza kuchukua wanafunzi wa awali wanaohamia darasa la kwanza, wanaohamia darasa la pili, la 3
la 4, la 5, la 6 mpaka la 7 wanaruhusiwa kwa sasa, mfumo unaruhusu. Waje wafanye mitihani, tupo sisi hapa kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Tunakuwepo kuanzia asubuhi saa 3 mpaka saa 10 tunakuwepo ofisini. Na bahati nzuri sana na mimi huwa kipindi kama hiki nipo. Kwa hiyo karibuni sana na mtajisikia fahari kwa sababu moto wetu tunasema elimu yetu ni fahari ya nchi yetu. Tunasema our education is a pride of our nation. Kwa hiyo elimu yetu ni fahari ya nchi yetu. Kwa nini ni fahari? Kwamba unavyosoma lazima ujisikie fahari ya nchi yako. Mwaka kwa spidi ya namna hiyo. Karibuni Paradise Mission. Karibuni sana na wale ambao wako Dar es Salaam, karibuni sana Patrick Mission, na wale ambao wanataka kupeleka watoto sekondari, karibuni sana Patrick Mission. Watu wachukua kidato cha kwanza mpaka cha 5. Cha 5 na kule nitakiwa uwahi kidogo kwa sababu ushindani mkubwa zaidi kwa sababu shule inafikisha miaka 20 na imeshatoa watu wenye vipaji. Ile imeshatoa mtoto wa kwanza Tanzania nzima. Na haijatoa mara moja, imetoa zaidi ya miaka 4 mfululizo 10 bora Tanzania nzima. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni shule ambayo kwa Dar es Salaam na yenyewe ni shule special kwa masomo ya biashara. Mwaka jana tulipata watoto waliopata AAB wa EKA. Yani EKA ni usimamiaji wa taaluma bora imekuwa ni kipaumbele hapa Paradise Mission, na hii imezidi kuongeza uelewa shuleni hapo, kama anavyofafanua mtaaluma wa shule ya awali na msingi wa Paradise Mission, Mwalimu Gloria Erikiwiza. Paradise Mission ni shule bora na ya kisasa iliyopo Mbeya Mbalizi. Kwa nini nasema Paradise Mission ni shule bora na ya kisasa? Kitu cha kwanza ambacho ni muhimu sana ni taaluma. Paradise Mission tunafanya vizuri kitaaluma, tunafundisha wanafunzi vizuri, tuna walimu ambao wamebobea na walimu ambao wana wito wa kufundisha na wapo kwa ajili ya kutengeneza kesho ya mwanafunzi. Sasa nataka nielezee kidogo kuhusu matokeo yetu ya shule ya Paradise Mission Pre and Primary School. Matokeo yetu ni mazuri. Kuanzia mwaka 2022 mpaka mwaka huu 2025, wanafunzi wetu wamekuwa wakifanya vizuri sana katika mitihani ya kitaifa kwa darasa la 4 na darasa la 7. Shule imekuwa ikipata wastani wa daraja A bora. Tunamshukuru Mungu kwa matokeo haya mazuri. Matokeo haya hayajaja hivi hivi. Kama nilivyosema, walimu wetu ni wazuri na wabobezi. Lakini tuna mazingira mazuri ya mwanafunzi kujifunza. Kwa mfano, tuna dhana mbalimbali za kujifunzia na kufundishia zinazofanya wanafunzi waelewe wanachofundishwa, lakini pia wafanye vizuri madarasani na kwenye mitihani yao. Madarasa yetu yana runinga. Kwa nini tunaweka runinga darasani? Mwanafunzi anaelewa zaidi kwa kujifunza kwa kuona. Kwa mfano, unamfundisha kitu ambacho labda tuseme somo la science, unamfundisha labda kwa mfano labda kwenye somo la Kiingereza, unataka mwanafunzi haweze kujua kutamka vizuri neno. Ukimwekea akiona pale utamkaji wa maneno kwenye television vizuri na sauti, jinsi ambavyo neno hilo linatamkwa, mwanafunzi anaelewa vizuri kwa kuona. Licha ya kuwa na runinga madarasani, tuna vitabu vya kila aina ambavyo mtoto yeye mwenyewe anakuwa huru kujisomea kwa sababu tuna maktaba, anaenda maktaba anasoma, lakini pia tunapomfundisha tunampa vitabu mbalimbali ili kumfanya mwanafunzi aelewe vizuri zaidi. Mazingira yetu ni rafiki. Tuna mazingira halisi kabisa ya mtoto kujisomea na kujifunza. Kwa mfano hapa shuleni tuna mabwawa ya samaki, kuna samaki. Unapomfundisha mtoto kwamba huyu ni samaki hana hiki na hiki, mtoto anamuona. Anajifunza kwa kuona. Tuna maua ambayo mtoto kwenye somo la science anavyojifunza kuhusu mimea na maua anaona yeye mwenyewe. Kwa hiyo inamfanya mtoto akisoma aelewe vizuri na kitu kisimtoke kichwani. Usalama na afya bora kwa wanafunzi, kuhakikisha wanapata mlo uliokamilika unazingatiwa. Mazingira bora kwa wanafunzi wa kutwa na bweni yamepewa kipaumbele, ukiwa na usafiri wa uhakika kwa wale wanafunzi wa kutwa. Wanafunzi wetu wa bweni ni wanafunzi wanaotoka mikoa mbalimbali. Kuna wanafunzi wanaotoka hapa Mbeya mjini, wengine Mbeya vijijini, wilaya mbalimbali za Mbeya, Chunya huko, lakini tuna wanafunzi wanaotoka mikoa ya mbali. Tuna wanafunzi ambao wako Dar es Salaam, ambao wako Mwanza, Zanzibar, Iringa, Dodoma na mikoa mingine. Kwa nini mwanafunzi wa kutoka Zanzibar aje asome Mbeya? Kwa sababu ya ubora wa shule yetu. Na kuhakikishia mtoto wako akija bweni,
popote ulipo, hata kama wewe unakaa Mwanza au Dodoma, usiwe na wasiwasi, kwa sababu mtoto anakuwa yuko sehemu salama kabisa akiwa hapa shuleni Paradise Mission. Hili kuhakikishia mzazi amani, mzazi au mlezi amani. Sisi huwa hatuwaachi wanafunzi wetu wa bweni peke yao. Kama nilivyosema hapo awali, tuna mamatron ambao wao wapo kwa ajili ya kukaa na kushinda na watoto, lakini pia tuna walimu ambao wanalala shule, wanabaki shule, na tuna zamu za kila siku za walimu kubaki shule kwa ajili ya kukaa na kuwafundisha watoto wetu wa bweni, kuhakikisha usalama wa watoto wa bweni. Kwa hiyo itakufanya wewe mzazi uone kabisa kwamba mtoto wako yuko sehemu ambayo ni salama zaidi. Nimesema mtoto akiwa hapa anakuwa kama yuko nyumbani. Tukija kwenye swala la chakula, watoto wanakula chakula kizuri. Chakula chetu kwa asubuhi, mtoto atakunywa asubuhi kabisa. Mtoto kabla ya kuingia darasani atapata uji. Ikifika saa 4 mtoto atakunywa chai na mkate, na hii mikate tunaitengeneza hapa shuleni. Tuna mpishi mkuu ambaye yeye ni beka, anajua jinsi ya kutengeneza mikate, kwa anatengeneza mikate hapa shuleni. Ikifika mchana mtoto atakula chakula, kinaweza ikawa ni wali, inaweza ikawa ni ugali, inaweza ikawa ni viazi, lakini tunazingatia mlo kamili wa mtoto. Kwenye chakula hicho, kama mtoto atakula wali au ugali, lazima tuweke na mboga ya ziada, mboga ya majani. Mfano, labda ratiba ya leo mtoto anatakiwa ale wali nyama. Hatuwezi tukapa mtoto wali nyama tu. Tutampa wali, nyama, mboga ya majani, lakini cha msingi zaidi tunda. Ni muhimu sana mtoto kupata mlo mzuri ili umsaidie yeye pia kukua vizuri kiafya, lakini pia aone shuleni ni sehemu ambayo ni salama na ni kama nyumbani. Shule yetu ni ya kutwa na bweni. Nikianza na kutwa tunawapokea wanafunzi ambao wapo maeneo ya Mbeya vijijini na Mbeya mjini. Tuna magari ya kisasa yenye madereva waliobobea na wahudumu wa magari ambao wao wanahakikisha usalama wa mwanafunzi anapoenda nyumbani na anapokuja shuleni. Kuhusu bweni, mabweni yetu ni ya kisasa kabisa. Tuna sehemu nzuri za mtoto kupumzika, tuna vitanda vizuri, tuna mabafu na vyoo vizuri sana, tunazingatia usafi. Kwa hiyo mwanafunzi akiwa bwenini hapa anakuwa anajihisi yuko nyumbani. Tena muda mwingine ni zaidi ya nyumbani. Mamatron ambao wanakaa na watoto wetu ni mamatron ambao ni wasomi, na ni mamatron ambao wanaelewa wanafanya nini, ni mamatron ambao wana upendo. Mwanafunzi akikaa bwenini anakuwa anajiona kama yuko nyumbani, kama yupo na mama, kama yupo na kaka, kama yupo na dada. Shukrani za dhati ziende kwa mkurugenzi na mmiliki wa Paradise Mission Ndele Jairus Masilela. Kwa niaba ya mwenzangu mpiga picha Joseph Mwisango, ni mimi mwandaji na msimulizi wako Rashid Mkwinda, Mbeya Yetu Online TV.